Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Hatimaye Marekani yakubali kuachilia mali ya Iran iliyohifadhiwa nje ya nchi. Ripoti kupitia shirika la habari la TRT kutoka nchini Uturuki inaeleza chanzo kikuu cha Iran kililiambia shirika la habari la Reuters ambalo lilinukuliwa na TRT kwamba Marekani imekubali kuachilia mali ya Iran iliyogandishwa iliyohifadhiwa Qatar na benki nyingine za kigeni, na kuongeza kuwa hatua hiyo inahusiana moja kwa moja na kuhakikisha kupita kwa usalama kwenye mlango wa bahari wa Hormuz kabla makubaliano yoyote ya kuingia katika mazungumzo ya amani. Hata hivyo, moja kati ya matakwa ya Iran ambayo ilikuwa ikihitaji ni kwamba Iran inahitaji mali zake zilizohifadhiwa kutokana na vikwazo ziachiliwe, na hiki ndicho ambacho Marekani inafanya wakati huu, na hii ni ili ingie kwenye mazungumzo ambayo yatafanyika siku ya leo Jumamosi alasiri huko Pakistan. Chanzo kilisema Tehran inaona kusimamishwa kwa mali kama kipimo cha nia njema na ishara ya umakini wa kufikia makubaliano ya kudumu. Katika mazungumzo yake wakati alipofika huko Islamabad, Spika wa bunge la Iran Mohammad Khalibaf alisema kwamba ili waingie katika mazungumzo jioni ya leo, kwanza ni kuhakikishiwa na Marekani kwamba mali zote za Iran zilizohifadhiwa katika mataifa yoyote duniani zinapaswa kuachiliwa kutokana na kuondolewa kwa vikwazo vyote. Kadhalika ni Israel kuacha mashambulizi dhidi ya Lebanon. Wakati huu mambo mawili yanatazamwa huenda yakafanikiwa, na inadaiwa asubuhi ya leo kwamba Marekani imeshaiarifu Israel iache kufanya mashambulizi dhidi ya Lebanon. Kutokana na hayo yote, ukumbi sasa uko tayari. Walinzi wapo mahali katika kingo mbalimbali za barabara kupokea wageni kutoka Iran pamoja na Marekani. Wageni wameshawasili na makubaliano ya awali yanaanza kufanywa, na jioni ya leo mazungumzo yatafanyika. Wakiwa wenyeji wa mazungumzo muhimu kati ya Marekani na Iran, maafisa wa serikali ya Pakistan wanaona matumaini, wakisisitiza kuwa tofauti na wengine wengi wanafurahia imani ya pande zote mbili baada ya baadhi ya matakwa kuanza kukubaliwa. Mtu anayeongoza ujumbe wa Marekani ni makamu wa rais wa Marekani JD Vance, lakini akiwaambia wa Iran ikiwa Wairani wako tayari kufanya mazungumzo kwa nia njema, basi tutakuwa nao. Ikiwa hawatalichukulia kwa maanani jambo hili, basi jambo zito litawakuta, anasema makamu wa rais wa Marekani JD Vance. Hakika tuko tayari kunyosha mkono ulio wazi, lakini anaeleza zaidi, lakini kulikuwa na onyo pia. Ikiwa watajaribu kutuchezesha, basi watapata timu ya mazungumzo ambayo haitakubaliana, na hivyo ni sawa kusema kwamba mlima mzima wa vikwazo uko mbele yao. Hata hivyo, mambo mengine matano ambayo yamekuwa yakitazamwa na wachambuzi wa mambo ni pamoja na asset ama mali za Wairan ambazo wakati huu Marekani tayari imeona kuna umuhimu wa kuachia mali hizo, lakini pia ni suala la mlango wa bahari wa Hormuz ambao kutokana na hayo unapaswa kuachiliwa huru. Kadhalika jambo jingine ambalo limekuwa likitazamwa sana ni pamoja na suala la nyuklia ambalo wakati huu ni moja kati ya mjadala mpana ambao kimsingi baadhi ya wachambuzi wanaona huenda ukachukua muda kidogo katika majadiliano, na kwamba kama kutakuwa na makubaliano fulani siku ya leo, lakini suala la nyuklia kimsingi linaweza lisitimie. Lakini pia ni suala la kuondolewa kwa vikwazo. Mambo yote hayo yatazungumzwa siku ya leo, ambapo viongozi kutoka nchini Marekani na wale wa kutoka nchini Iran watazungumza siku hii ya leo. Utawala wa Kiislamu unakabiliwa na vikwazo vya kimataifa kwa miongo kadhaa. Inadai kuondolewa kwa vikwazo vyote vya Marekani na kimataifa kama sehemu ya makubaliano yoyote. Siku ya Ijumaa, spika wa bunge Mohammad Bagher Khalibaf alisema wastani wa dola bilioni 120 wa mali zilizogandishwa za Iran lazima ziachiliwe kabla ya mazungumzo hayo. Lakini taarifa kutoka kwa Waziri Mkuu Shahbaz Sharif ametangaza kusitisha mapigano kwa wiki mbili, akisema lolote kuhusu kuachiliwa kwa mali zilizogandishwa litawezekana, na wakati huu linawezekana, kama taarifa iliyotolewa na Marekani kupitia vyombo vya habari. Inaonekana hakuna uwezekano mkubwa kuhusu suala la nyuklia kwa leo, lakini mengi yanawezekana kufanyika. Tuendelee kusubiri ni nini ambacho kitatokea katika mazungumzo hayo, na kupitia The World News utaweza kuyafahamu. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea